Kipindi kifuatacho kimegharamiwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries. Unajua, kusema ukweli, ikiwa nafanya shughuli zangu za siku kisha ghafla naanza kufanya kitu ambacho sipaswi kufanya, na Roho Mtakatifu ananiambia haraka kwamba huo si mtazamo mzuri. Unajua, sipaswi kwanza kusema jamani, nimekosea tena, kuna kitu kibaya na mimi, kila wakati nafanya makosa tu. Na hivyo ndivyo nilivyokuwa nilipokuwa Mkristo mchanga wa kimwili, na bado nina safari ndefu mbele yangu. Lakini sasa huwa nasema kwamba jamani, asante Mungu kwa kuwa unaniangalia sana kiasi kwamba unaweza kugundua kila ninapoanza kuwa na mtazamo mbaya na unaacha kuendesha shughuli za dunia kwa muda. Ili si ni jambo la ajabu hilo, kwamba Mungu anaweza kuacha kuendesha dunia ili tu akwambie una mtazamo mbaya ambao utakutia mashakani. Jamani mpendwa, hebu niubadilishe kabla hujaingia mashakani. Kwangu hilo ni jambo la ajabu. Nasema Mungu ananijali kiasi hicho. Hakika naweza kujinyenyekeza kwa upendo wake na niwe na mtazamo mzuri na niseme asante Mungu kwamba unanijali kiasi cha kunikumbusha kwamba nitajitia mashakani hata kabla sijajitia mashakani. Na huo ndio uhusiano wetu na Roho Mtakatifu. Yesu alipoenda mbinguni alimtuma Roho Mtakatifu ili amwakilishe na achukue nafasi yake, na alisema kamwe sitawaacha. Nimekuwa pamoja nanyi, lakini sasa nitakuja kuishi ndani yenu na nitawasaidia katika kila jambo la maisha yenu, lakini ni sharti mnisikilize. Mnahitaji kunisikiliza. Na kwa kweli inakuwa ni kitu cha kufurahisha sana. Wengine bado hawana uhakika. Sawa, mtaelewa tu. Ufunuo 3:19. Unaona, huwa tunajitetea kupita kiasi Mungu anapotuonyesha makosa yetu. Tunasema, kitu kingine ambacho ni kibaya na mimi, siwezi kufanya kitu chochote vizuri. Basi na wale wengine je, unajua? Ndiyo. Sikilizeni, nakumbuka vizuri wakati Mungu alikuwa ananinenea kuhusu mambo mengi sana, na nilichoshwa na hali hiyo. Jamani, inawezekana mtu kuwa na matatizo mengi hivyo? Yeyote anaelewa kile ninachosema? Nilisema mtu anaweza kuwa nilihitaji mahubiri ya aina yote. Nikana kwamba nilihitaji maandiko yote niliyosoma, nikana kwamba niliyahitaji yote, na nakumbuka wakati mmoja nilihisi kuchoshwa sana na hali hiyo ya Mungu kuninenea kuhusu matatizo yangu, na nakumbuka nilienda kwa Dave kwa sababu nilifikiri Dave pia na matatizo yake. Ana matatizo yake ambayo, na unajua, sikuwa nikimsikia akisema kwamba Mungu ananenea kuhusu jambo fulani. Basi nilimuuliza, nilisema, je, Mungu anakunenea kuhusu kitu chochote? Na alisema, hapana, sidhani. Na nilihisi kukerwa sana na Mungu. Ni nini kinaendelea hapa? Lakini unajua nilisikia nini ndani ya roho yangu? Joyce, umeniomba mambo makuu, unayataka au la? Jamani, ni nini unamwomba Mungu atekeleze maishani mwako? Je, umemwomba Mungu akutumia kutekeleza mambo makuu? Basi ni lazima kutakuwa na mabadiliko makubwa maishani mwako. Na ujinyenyekeze kwa njia kubwa. Uwe tayari kufuata mwongozo wa Roho Mtakatifu. Wacha niwaambie kitu. Ikiwa unataka kupokea mazuri zaidi kutoka kwa Mungu, basi ni sharti uwe tayari kumpa Mungu kile kilicho kizuri zaidi. Na hiyo inamaanisha tujitolee kwake kikamilifu. Amen. Nimechoshwa sana na jinsi watu wanavyolegeza msimamo wao ili wafurahisha watu wengine. Hatuwezi kuishi mguu mmoja ukiwa duniani na mwingine ukiwa katika ufalme. Chagueni hivi leo mtakayemtumikia. Mmoja wa manabii alisema
sitasita katikati ya mawazo mawili hata lini. Bwana akiwa ndiye Mungu, mfuateni, bali ikiwa Baali ni mungu, haya, mfuateni yeye. Basi ikiwa Mungu ana suluhu zetu, basi tumfuate kikamilifu, na ikiwa dunia ndiyo ina suluhu zako, basi fuata dunia kikamilifu. Lakini tayari nimejaribu kufanya hivyo na nimeamua kwamba Mungu ndiye njia. Amen. Na nahisi kwamba napenda sifa ambayo nimepata. Unajua watu wengine ufikiri mimi ni yule mwanamke kichaa wa runinga, na huwa nasikia mambo ya kusisimua nikienda nje. Watu husema, wewe ndiye yule mwanamke wa Biblia, sio? Na ndani yangu kisiri huwa nasema, ndio, ni mimi. Nataka msingi wa maisha yangu uwe neno la Mungu. Najivunia kuchukua msimamo kwa ajili ya Mungu. Amen. Nafikiri sijui kwamba nikiwa huko nje miongoni mwa watu hawa, unajua nini? Tunahitaji kufanya jina la Yesu liwe maarufu. Amen. Ndiyo, huyo mwanamke wa Yesu, unahitaji kuwa mtu wa Yesu kazini kwako. Amen. Nina uhakika wengi wenu mko hivyo. Kuna watu wengi wazuri katika mwili wa Kristo wanaotekeleza mambo ya ajabu sana. Ufunuo 3:19. Wote ni wapendao mimi kwa dhati, na wakemea na kuwarudi na wafunza. Basi uwe na bidii, uwe na shauku kubwa. Sikiliza, nakwambia makosa yako kwa sababu nakupenda. Kwa hivyo sisimuka kwa ajili ya hiyo. Kisha ukatubu, badilisha mawazo yako. Mapenzi yako yatimizwe duniani kama huko mbinguni. Wow. Unajua, tusiombe ombi hilo kwa ajili ya mazoea tu. Unajua, ombi la Bwana: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe. Tunahitaji kutafakari kuhusu kile tunachosema. Mathayo 26:39 inasema, akaendelea mbele kidogo, akaanguka kifulifuli, akaomba. Unajua, Yesu alipojiangusha chini kifulifuli na akaomba, aliomba kwa uchungu mkubwa ndani ya nafsi yake. Alikuwa anafanya uamuzi ambao ulikuwa mgumu sana kufanya. Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, walakini si kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe. Sawa, wacha niseme mambo fulani hapa kwa dakika moja. Unajua nini? Hupaswi kuondoka katika ndoa eti kwa sababu nataka kufanya hivyo. Eti nini? Basi jambo hilo lazima lisemwe. Tunapaswa kurudi katika njia iliyo sawa. Unajua, je, mtazamo wa Mungu kwetu ungekuwa kama ule tulio nao kwa watu wengine? Nitajaribu hii kwa miezi 3 tu. Na ikiwa bado utakuwa hivi baada ya miezi 3, nitaenda zangu. Kama nilivyosema, sikilizeni, niliachana na mume wangu nikiwa na miaka 21 hivi. Kwa hivyo jueni hivyo. Niliolewa na wanaume wa kwanza aliyejitokeza, na alikuwa kichaa kunishinda, na alienda na wanawake wengine. Unajua, wakati mwingine hata alitiwa gerezani. Kwa hivyo kuna wakati huwezi kuvumilia hali zingine, lakini mara nyingi watu hutaka kukata tamaa bila sababu yoyote thabiti. Unajua nini? Hatupaswi kukata tamaa eti kwa sababu tumekuwa na tatizo moja dogo. Na si katika ndoa peke yake, katika mambo ya kila aina. Hata huwa tunaachana na marafiki haraka sana ikiwa hawatufanyi tujihisi jinsi tunavyotaka kujihisi kila wakati. Sawa, naweza kuona kwamba mmepitia mambo hayo yote. Mungu, mapenzi yako yatimize. Mapenzi yako yatimize, wala si yangu. Sasa, nafsi iliyojeruhiwa. Tutumie mfano wa kondoo kwa sababu Yesu ni mchungaji wetu na sisi ni kondoo wake. Na jana usiku nilisema, ikiwa hukuwa hapa, kwamba kuna taarifa chache kuhusu kondoo ambazo
Ni muhimu kuzijua. Ni wanyama waoga sana. Kitabu kimoja kuhusu kondoo kinasema ni wanyama wajinga na wenye shingo ngumu. Sungura mmoja anaweza kufanya kundi nzima la kondoo likimbie. Si ajabu Yesu anatuita kondoo. Kwa hivyo mfano huu umetumiwa katika Biblia kwa sababu kondoo wanahitaji kuangaliwa kila wakati. Hawatafanya kile kilicho sahihi ikiwa hawana mchungaji ambaye anahakikisha wanafuata njia sahihi. Ndiyo maana Yesu alimtuma Roho Mtakatifu awe pamoja nasi kila wakati. Na ndiyo maana Biblia inasema kwamba Yesu yu hai siku zote ili atuombee. Kamwe haachi kutuombea, kwa sababu daima tunahitaji maombi yake. Amen. Sasa, nafsi iliyojeruhiwa wakati mwingine huwa iko chini. Tunasema imefadhaika au imekufa moyo. Biblia inasema imeinama. Na katika Zaburi 42 Daudi anasema, nafsi yangu, kwa nini kuinama? Umtumaini Mungu. Kisha kwa mara ya pili katika mstari wa 6, nafsi yangu, kwa nini kuinama? Umtumaini Mungu. Sasa huo ni usemi wa mchungaji, na napenda hii. Huo ni usemi wa mchungaji kwa kondoo ambaye ameanguka na kulala kwa mgongo na hawezi kusimama bila usaidizi. Kondoo wameumbwa kwa njia ambayo inafanya iwe ngumu sana kwao, pengine hata hawawezi kabisa kusimama tena bila usaidizi wanapoanguka na kulala kwa mgongo. Mchungaji mzuri huangalia kondoo wake, anawahesabu ili aone kama kuna mmoja ambaye hayuko. Yeye huangalia kuona kama kuna wowote wameanguka mahali fulani, kisha anaenda na kuwasimamisha, la sivyo watakufa. Sasa ni kitu cha kusisimua kwangu kufikiria kwamba Yesu, mchungaji wetu, daima huangalia kondoo wake na kuuliza, kuna yote hayuko? Oh, kuna mmoja amelala kwa mgongo pale, wacha nimsaidie. Na unajua, daima ni yeye ndiye hufanya hivyo, lakini wakati mwingine Mungu hutumia watu. Basi, ikiwa kuna mmoja ambaye amelala kwa mgongo, Mungu atatafuta wawili au zaidi ambao daima huwa amesimama imara na atawaelekeza kwa yule aliyelala kwa mgongo. Unajua nini? Nashukuru kwamba leo nimesimama imara. Na baadhi yenu, ingawa mliingia hapa mkitembea, kwa kweli mmelala kwa migongo yenu. Na tuko hapa kuwasaidia kusimama imara tena. Lakini si ili tu muondoke hapa mkitembea na mfurahie safari yenu kuelekea malishoni. Sasa ni jukumu lenu kwenda kutafuta wengine ambao wako chini ili muweze kuwasaidia wasimame imara. Unajua, Mungu hatumii mifano hii bila lengo lolote thabiti. Anamwita Yesu mchungaji wetu mwema kwa sababu kuna mafunzo tunaweza kujifunza kutokana na kuzingatia uhusiano wa mchungaji na kondoo wake. Anatuita kondoo kwa sababu kuna mafunzo tunayoweza kujifunza kutokana na kuzingatia tabia ya kondoo. Mbona usichukue tu muda kidogo? Unaweza kufanya utafiti wako. Siku hizi unaweza kupata kitu chochote unachotaka haraka katika mitandao. Tafiti tabia za kondoo na uone kile utakachopata. Utajitambua katika tabia zao haraka sana. Mimi nilijitambua. Sawa. Baadhi ya kondoo huanguka kwa mgongo zaidi ya wengine, na ni uangalifu wa mchungaji ndio husaidia kuhakikisha kondoo wako salama. Kondoo anapoanguka kwa mgongo, wanyama hatari humshambulia. Kwa kondoo, wanyama hao ni mwewe, tai, mbwa mwitu, mbweha na simba. Kwetu ni ibilisi. Ibilisi hutushambulia kwa sababu kondoo ambaye yuko chini, amefadhaika, amekufa moyo, amekandamizwa, ana huzuni, amepoteza furaha yake, ni mawindo rahisi kwa adui. Ibilisi hufanya kila awezalo kutuweka katika hali ya kufadhaika na kuwa na hasira, lakini Mungu anataka tuwe na furaha. Kwa sababu kwa kweli furaha yetu ni nguvu. Tulikuwa na kongamano letu la wanawake wiki 2 zilizopita mjini St. Louis, na msichana mmoja alihudhuria ambaye ninajua kaka yake alifariki kwa ghafla hivi karibuni, na ilikuwa ni wakati wa huzuni sana kwake. Tunajua familia yake, na nilivutiwa sana na uamuzi wake wa kuhudhuria kongamano hilo. Na mara nyingi tunapokuwa na uchungu huwa tunataka tu kujificha mahali na uchungu wetu. Unajua, pengine hivyo ndivyo unavyohitaji kukabiliana na uchungu wako wakati mwingine, lakini yeye aliamua kuja. Basi nilizungumza na babake hivi majuzi na nilisema, anaendeleaje sasa?
Alisema, unajua, anaendelea vizuri sana. Alisema alicheka sana katika kongamano hilo kuliko jinsi ambavyo amecheka mwaka mzima. Sawa, sasa msichana huyo alikuwa anakabiliana na uchungu mwingi maishani mwake. Alikuja katika nyumba ya Mungu, hakusikia tu neno, bali alicheka zaidi ya jinsi alivyocheka kwa mwaka mzima, na hiyo ilileta marejesho maishani mwake. Wacha niwaambie kitu. Tunahitaji kuchukua kila nafasi tunayoweza kucheka na kutabasamu. Tuache kuwa watu wenye huzuni kwa ajili ya kila kitu kinachoendelea maishani mwetu ambacho hatukipendi. Tutafute sababu za kucheka. Unajua nini? Nazidi kuzeeka, na tayari nimeshaomba kwamba nitakuwa mzee wa kuchekesha zaidi kuwahi kuonekana na mtu yeyote maishani. Sitakuwa mama mzee anayekasirika ovyo ovyo na kuketi tu. Tayari nimeshafanya uamuzi wangu mapema. Watoto wangu watanipenda, watafurahia kuwa karibu na mimi. Dave atafurahia kuwa karibu na mimi. Nitachekesha watu kabisa. Na wacha niwaambie, wiki iliyopita nilipopiga mswaki kwa bahati mbaya nikitumia dawa ya kupaka kwenye ngozi, nilimchekesha Dave. Nimeanza kufanya vichekesho. Nafanya mambo ya ajabu. Watoto wangu huniambia, mama, ngoja mpaka tuegeshe gari ndio utoke. Unajua, huwa nitamaliza kongamano hili leo na nitaanza kufikiria kuhusu kongamano linalofuata mjini Tampa. Daima huwa hakuna kitu bora zaidi kuliko kuwa na furaha. Nahisi niko chini. Nahisi kufa moyo sana. Basi nenda utafute kitu kitakachokuchekesha. Nifuate kwa mwaka mmoja. Yesu anawajali sana wale ambao wako chini maishani, na daima yeye huwasaidia kusimama tena. Kwa hivyo sikiliza, ikiwa umekuwa na matatizo mengi na leo uko chini na umekufa moyo, au unatazama katika runinga na unahisi uko chini na umekufa moyo, umekuwa na mwaka wa fadhaa, umepoteza vitu vingi katika maisha yako, wacha nikwambie kitu. Macho ya Yesu yako kwako. Anakujali mno, na hata anajaribu kunena nawe sasa hivi kunipitia mimi akisema, nakujali. Wacha nikusimamishe tena. Wacha nikurudishe tena katika mpango wa maisha yako. Hupaswi kulala kwa mgongo wako milele. Napenda Matendo ya Mitume 10:38. Ona jinsi Mungu alivyomtia Yesu wa Nazareti mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huku na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walionewa na Ibilisi. Kwa hivyo namuona Yesu kila siku alienda huku na huko akitafuta watu waliohitaji kuinuliwa maishani. Sijui ni nini kingetendeka kama Wakristo wengi zaidi wangefanya huduma kwa njia hiyo. Laiti Mungu angenionyesha huduma yangu ni ipi. Basi kama hajakuonyesha, wacha tu tukupatie huduma ya kuwatia watu moyo. Au je, Biblia inaposema katika Zaburi, mtumikie Mungu kwa furaha. Je, tukikupatia huduma ya furaha na umtumikie Mungu kwa furaha na kuwafanya watu wengine wawe na furaha, hakuna kijisababu cha kutufanya tuketi tu bila kusisimuka na tuwe tumefadhaika, wakati ambapo kuna watu wengi sana ambao hawana msisimuko na wamefadhaika kutushinda sisi, ambao tunaweza kuwahudumia na kuwafanya wahisi vizuri zaidi. Wacha nikwambie kitu, kadri ninavyohubiri kwa muda mrefu leo ndivyo ninavyofurahi zaidi. Sifanyi mzaha. Unapoamka asubuhi na hujihisi vizuri sana, usiketi tu na uzungumze kuhusu jinsi unavyohisi vibaya siku nzima. Ondoka, nenda mahali, tafuta kitu cha kufanya chenye thamani na utashangaa. Utaanza kuhisi vizuri zaidi. Nafikiri huwa najihisi vizuri kila wakati ninapoamka ndani ya hoteli. Hapana. Wacha nikwambie, huwa sionekani hivi ninapotoka kitandani. Sasa, tukiwa wadhaifu, badala ya kutukemea na kutukataa, mchungaji hutunza kondoo wadhaifu kwa njia maalum. Wow. Wakorintho wa pili 11:29. Paulo anasema, ni nani aliye dhaifu nisiwe dhaifu nami? Ni nani aliyekwazwa nami nisichukizwe kwa uchungu na hasira inayostahili? Basi Paulo alikuwa anasema, sikiliza, hakuna hata mmoja wenu aliye mdhaifu ambaye sihisi udhaifu wake. Hakuwa na wahukumu na kuwakashifu. Alisema, nahisi uchungu wenu. Basi nafikiri ni sharti tuangazie baadhi ya mambo ambayo Paulo alipitia ili tuelewe kile kilichomfanya afikie mahali ambapo aliweza kuhisi jinsi alivyohisi kwa ajili ya udhaifu wa watu wengine badala ya kuwahukumu na kuwakashifu.
kwa sababu wakati mwingine huwa tunaangalia watu na kufikiri, umekuwa kanisani kwa miaka 20, hustahili kufanya kitendo kama hicho. Ndiyo, pengine ni ukweli, lakini unajua tatizo lako ni nini? Unajua jamani, daima sisi huwa wepesi sana kwa hukumu watu ambao wana udhaifu katika sehemu ambayo sisi tuna nguvu. Mahubiri mazuri hayo, Joyce. Na ni kwa nini mambo haya ninayosema yana umuhimu mkubwa? Kwa sababu Mungu ametuamrisha tupendane. Amri mpya nawapa, mpendane. Kama vile nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane vivyo hivyo. Hivyo watu wote watatambua ya kuwa nyinyi mmekuwa wanafunzi wangu, mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Hebu tuangazie baadhi ya mambo ambayo Paulo alipitia. Hebu turudi nyuma katika mstari wa 24, Wakorintho wa pili 11:24. Kwa Wayahudi mara 5 nalipata mapigo 40 kasoro moja. Mara 3 nalipigwa kwa bakora, mara 1 nalipigwa kwa mawe, mara 3 nalivunjikiwa jahazi, kuchwa kucha nimepata kukaa kilindini. Katika kusafiri mara nyingi, hatari za mito, hatari za wanyang'anyi, hatari kwa taifa langu, hatari kwa mataifa mengine, hatari za mjini, hatari za jangwani, hatari za baharini, hatari kwa ndugu za uongo wanaojifanya Wakristo lakini hawana hekima ya Kikristo wala si wacha Mungu, katika taabu na masumbufu, katika kukesha mara nyingi, katika njaa na kiu, katika kufunga mara nyingi, katika baridi na kuwa uchi. Bagairi ya mambo ya nje yako yanijiayo kila siku, shinikizo nisizoweza kuziepuka, ndiyo maangalizi ya makanisa yote. Mstari wa 29, ni nani aliye dhaifu nisiwe dhaifu nami? Unajua nini? Sidhani kama tunaweza kuwa na huruma ya kweli kwa watu wenye uchungu wanaopitia mambo magumu ikiwa sisi wenyewe hatujawahi kupitia hali ngumu. Unajua, yamkini Paulo alikuwa na kiburi mno hapo mwanzoni. Alikuwa mtu wa kidini sana, mfarisayo wa mafarisayo, mwenye elimu ya juu. Alikuwa na kila kitu. Alisema, ikiwa kuna mtu alikuwa na kitu, basi mimi nilikuwa na mengi zaidi. Nilikuwa na kila kitu. Na kama uko hivyo, basi unakuwa na kiburi sana. Sasa, sijui, kuna mambo mengi kuhusu maisha ya Paulo ambayo hayakusemwa. Tunaambiwa kwamba aliitwa katika huduma alipokutana na Mungu katika barabara ya kwenda Damaski, kisha akaingia katika huduma, lakini hatuambiwi mengi kumhusu katika kipindi cha miaka 15 kabla hajajifikisha mbele ya mitume. Sasa alikuwa anafanya mambo, lakini ni kitu cha kusisimua kwamba sisi hupitia miaka ya kuwa mafichoni pamoja na Mungu kabla hatujaanza kumtumikia hadharani. Yusufu alipitia miaka ya mafichoni pamoja na Mungu. Musa alipitia miaka ya mafichoni pamoja na Mungu. Na naweza kukuhakikishia kwamba nilikuwa na miaka mingi ya mafichoni pamoja na Mungu. Na ni katika miaka hiyo ndio unapitia mambo ambayo huyaelewi na mambo hayakuendei vizuri, na unajaribu kushikilia imani yako kwa Mungu na unahukumiwa na kukashifiwa na marafiki zako, mambo mengi mbalimbali tunayopitia. Na Mungu hutumia mambo hayo yote kutekeleza kazi yake moyoni mwako. Basi hatimaye Mungu anapokuweka katika nafasi fulani, pengine anakufanya uwe kiongozi wa watu au ufanye kitu fulani na watu, utakuwa na mtazamo sahihi wa kuelewa hali ambazo watu wamepitia. Wacha nikwambie kitu. Ikiwa wewe ni mvutaji sigara na unataka kuacha lakini imekuwa ngumu sana kwako, nitakuonea huruma kwa sababu hata mimi ilikuwa ngumu kwangu kuacha sigara. Ikiwa unatatizwa na uzani wako, naelewa hiyo kwa sababu nilikuwa mnene nikiwa tineja na hali hiyo ilinitatiza. Nimejaribu mipango milioni 1 ya chakula ya kupunguza uzani kabla hatimaye kupata ushindi. Lakini unapozungumza na mtu ambaye, wacha tuseme unatatizwa na uzani wako, na uzungumze na mtu mwenye metaboli ya kasi sana na naweza kula kitu chochote anachotaka bila kuongeza uzani hata kidogo, mtu huyo hata kuelewa. Hawezi kukuelewa hata kidogo, atakwambia tu basi usile kupita kiasi. Unajua, nilipitia kipindi ambapo nilifikiri metaboli yangu haina kasi bali imelala kabisa. Nikana kwamba ilikuwa imekufa kabisa na ilihitaji kufufuliwa. Ndio, unajua, sasa nimepata ushindi na unajua,
Najua kile ninachoweza kufanya na kile nisichoweza kufanya, na Mungu hunipa neema ya kuishi hivyo, lakini nilipitia mambo mengi ili nifike hapa. Kwa hivyo, unapopitia hali ngumu, usifadhaike kila wakati eti kwa sababu Mungu hakuweki huru mara moja, kwa sababu huenda unapitia uzoefu na elimu itakayokusaidia katika mambo ambayo Mungu atakutumia kutekeleza baadaye katika maisha yako. Amen. Ukiniambia kwamba ulidhulumiwa kingoni utotoni mwako, nitakuelewa, nitahisi uchungu wako. Hutahitaji kunieleza uchungu wako, nitaelewa kile unachosema. Gharama za kipindi hiki zimelipwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries.